nguvu ya msamaha. Nguvu ya msamaha. Kabla tujaenda kuangalia nguvu ya msamaha iko kwa namna gani, nataka tuangalie mambo haya manne yanayohusu msamaha. Jambo la kwanza unalotakiwa kujua kwa habari ya msamaha, msamaha unatoka kwenye upendo wa dhati, upendo wa ndani, yaani kutoka ndani ya moyo wako. Unatakiwa usamehe kutokea ndani ya moyo wako. Jambo la pili, wakati mwingine msamaha unaonekana kama unapoteza nguvu, unapoteza uwezo, unapoteza mamlaka yako, lakini unatakiwa kusamehe. Unatakiwa kusamehe na unatakiwa kuomba msamaha. Samehe kabisa, yaani unatakiwa usamehe kabisa. Kubali kusamehe, kubali kuomba msamaha. Hata kama unaonekana unapoteza nguvu, hata kama unaonekana unapoteza uwezo wako, hata kama unaonekana unapoteza mamlaka yako, kubali kusamehe, kubali kusamehe. Na jambo la tatu, kusamehe ni changamoto ngumu sana. Ni changamoto ngumu sana kusamehe, lakini jifunze kusamehe, kubali kusamehe, kubali kusamehe, kubali kusamehe. Na inakuwa changamoto hasa pale unapoona anayekukosea, aliyekukosea ni mtu uliyemwamini sana, mtu uliyemtegemea sana, mtu uliyempenda sana, lakini amekukosea. Alafu kosa alilokukosea haukutarajia kama angekukosea kwa namna hiyo aliyokukosea. Lakini rafiki yangu, ndugu yangu, jitahidi, kubali kusamehe, kubali kusamehe, kubali kusamehe. Jambo la nne unaotakiwa kujua kwa habari ya msamaha, msamaha sio kitu rahisi, lakini inatupasa kusamehe. Msamaha sio kitu rahisi, yaani kwenda kuomba msamaha sio kitu rahisi, na pia mtu kumsamehe aliyekukosea sio kitu rahisi. Unatakiwa ukubali kusamehe hata kama sio kitu rahisi. Jifunze kusamehe hata kama sio kitu rahisi. Petro alimwendea Yesu akamuuliza kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 18 mstari wa 21 na 22. Neno la Mungu linasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Unaona, hata 7 mara 70. Kubali kusamehe, kubali kumsamehe. Yaani usiwe na kiwango na kikomo cha kusamehe kwamba wewe umenikosea hii mara ngapi. Hapana, usiangalie kwa namna hiyo. Hata kama msamaha sio kitu rahisi, kubali tu kusamehe, kubali kusamehe ili uweze kuona matokeo ya nguvu ya msamaha, ili uweze kuona nguvu ya msamaha iko kwa namna gani. Kubali kusamehe. Na tunamwona Yesu Kristo mwenyewe anasamehe, anakubali kuwasamehe watu ambao wamemkosea, watu ambao wamemuumiza, wamemtesa bila sababu. Neno la Mungu linasema kwenye Luka 23 mstari wa 34, neno la Mungu linasema, Yesu akasema, Baba uwasamehe. Yesu akasema, Baba uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapigia kura. Yesu akasema, Baba uwasamehe. Anakubali kuwasamehe. Anajua kabisa wanamtesa, wanamsurubisha, wanampiga, hajakosa kabisa. Ndani ya moyo wake anajua kabisa hana kosa lolote. Hata walipompeleka kwa viongozi wa serikali, bado walipofika pale hawakuona hatia yoyote, hawakuona kosa lolote, lakini wale watu wakasema asurubishwe. Lakini Yesu bado anakubali kuwasamehe. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza akakukosea, akakutenda kitu ambacho wewe mwenyewe unaona kabisa hapa amenionea, anakufanyia kitu kabisa unaona hapa amenionea, hapa nimeonewa. Lakini rafiki yangu, kubali kusamehe. Hata kama unaona wamekuonea, hata kama unaona umeonewa, kubali kusamehe. Hata wakati mwingine wanaweza asikuombe msamaha, wewe kubali kusamehe. Na mtu akipata nafasi ya kuja kukuomba msamaha, msamehe ili uone matokeo na nguvu ya msamaha. Lazima ukubali kusamehe, lazima ukubali kuomba msamaha. Mambo haya manne yanadhihirisha kwamba msamaha una nguvu kiasi gani. Msamaha una nguvu kiasi gani? Jambo la kwanza ni kwamba ukisamehe, msamaha hutoa uponyaji kamili au huleta uponyaji kamili. Yaani unapokubali kusamehe, unapokea uponyaji
wa nafsi yako, uponyaji wa roho yako, uponyaji wa ndoa yako, uponyaji wa kazi yako, uponyaji wa biashara yako, uponyaji wa familia yako, uponyaji wa kila eneo la maisha yako unapokea unapokubali kusamehe. Unapokea uponyaji kwenye maeneo mengi unapokubali kusamehe. Lakini pia msamaha, ukikubali kusamehe na kuomba msamaha, inakupa fursa ya kuishi na wengine kwa upendo. Unapokubali kusamehe, unapata fursa ya kuishi na wengine kwa upendo. Unaishi na watu wengine kwa upendo. Kwa nini? Umekubali kuwasamehe, umekubali kusamehe, umekubali kuomba msamaha, unaishi na watu wengine kwa nini? Kwa upendo. Lakini jambo la tatu ni kwamba unapokubali kusamehe na kuomba msamaha, unamtukuza Mungu, unamtukuza Mungu na Mungu anakutukuza wewe. Unamtukuza Mungu na Mungu anakutukuza wewe. Kwa nini? Kwa sababu umekubali kuomba msamaha, umekubali kusamehe. Lakini jambo la nne ni kwamba unapokubali kuomba msamaha na kusamehe, unampa nafasi Roho Mtakatifu ya kuzungumza na wewe. Roho Mtakatifu anakaa, unampa nafasi ya Roho Mtakatifu kuendelea kukaa ndani yako, kuendelea kuzungumza na wewe. Kwa nini? Umekubali kuomba msamaha, umekubali kusamehe. Kwa hiyo rafiki yangu, hata kama kuomba msamaha sio kitu rahisi, hata kama kusamehe sio kitu rahisi, lakini kubali kusamehe, kubali kusamehe. Najua kuna watu wengi wana uchungu, wana maumivu mengi kwa sababu ya watu waliowakosea, watu ambao wamewaudhi, lakini rafiki yangu, kubali kusamehe. Nitaenda kukuombea neema ya Mungu itakao kuwezesha na kusaidia wewe kumsamehe huyo aliyekukosea na kuwasamehe wote waliokukosea na kuomba msamaha. Naenda kukuombea sasa hivi. Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa ajili ya watu wako. Asante Bwana mabwana, kwa kuwa unawaona, unatuona, unatusikia. Bwana, ninaomba kwa ajili ya ndugu huyu ambaye ana mzigo ndani yake, ana maumivu ndani yake. Bwana, ameshindwa kusamehe, ameshindwa kuomba msamaha na anakosa amani, anakosa utulivu ndani ya moyo wake, ndani ya akili yake, ndani ya familia yake, ndani ya ndoa yake, ndani ya kazi yake, ndani ya biashara yake. Bwana, Mungu, ninaomba katika kila eneo la maisha yake, amekosa utulivu kwa sababu ya uchungu na uzito ulioko ndani ya moyo wake wa kutokusamehe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba neema juu yake Bwana, itakaomwezesha kuomba msamaha, itakaomwezesha kusamehe Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ili Bwana akaone nguvu ya msamaha ilivyo na uwezo wa kumletea uponyaji wa nafsi yake, roho yake, ndoa yake, familia yake na kazi yake. Bwana, Mungu akaone jinsi ambavyo nguvu ya msamaha itakavyomwezesha mfalme wa amani kuishi na watu wengine kwa amani na upendo. Mungu wangu na Bwana wangu, akaone nguvu ya msamaha jinsi itakavyomwezesha Bwana kukutukuza wewe Mungu na wewe Mungu kumtukuza, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, muongeze neema Bwana, msaidie. Ninaomba neema yako itakamwezesha kuomba msamaha, lakini pia na kusamehe, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen, amen.